Na vitu nimejifunza mingi kidogo baada ya kauli ya makamu wa rais. Unajua makamu wa rais amekuwa akichomoa betri mara kwa mara, lakini kweli alichomoa betri safari ya nguvu sana, na hii ni kwa ajili ya uzalendo kwa nchi yetu. Of course ametuonyesha vitu vingi sana. Alafu nikakumbuka ile kauli ya Mheshimiwa Rais aliyesema kwani katiba mpya kuna mahali imening'inia tunachomoa afu tuwape. Unajua sasa ukimsikiliza makamu wa rais kiukweli anajitahidi sana kutuonyesha vitu vingi sana na wabaya wetu na watu wenye shida kwenye taifa letu. Lakini leo nikajiuliza jambo moja kwamba hivi kwa nini kwa nini vyombo vya dola wakistaafu wanateuliwa tena kupewa kazi zingine? Hivi kwa nini waalimu wakistaafu hawateuliwi kwenye nafasi zingine? Pata mwalimu pengine wa shule ya msingi amestaafu, lakini hajawahi kuteuliwa kuwa mkuu wa wilaya au kuwa mkuu wa mkoa au balozi. Kwani waalimu wakistaafu hawapati hizo nafasi, lakini viongozi wetu wa vyombo vya dola wakistaafu lazima wapewe nafasi zingine? Hivi tumeshawahi kujiuliza? Kwa hiyo makamu wa rais anavyojitokeza anatufundisha vitu vingi, tunafikiria ndani, tunafikiria vitu vingi zaidi. Lakini leo mimi nitawaachia hizo homework na nyinyi mfikirie. Lakini leo mimi leo nimefunga, na nitakuwa leo kwenye sala na maabudu Mungu kwa ajili ya taifa letu, kwa sababu mahali tumefika Mungu mwenyewe ndiyo amesimama. Msifikiri kwamba Emmanuel Nchimbi kwa utashi wake tu Mungu anapita mahala ambapo kila mtu hawezi kuamini kwamba huyu mtu anaweza kuzungumza haya. Mtu namba 2 kwenye taifa letu anatuambia vitu ambavyo vinatupa mwanga mkubwa. Tunapata imani kwenye taifa letu, sasa linarudi, tunaikomboa nchi yetu. Ametuambia tupambane, kwa sababu si rahisi, kwa sababu tunaambiwa hakuna mahali katiba ya nchi imening'inia wakainyofua wakatupa. Hii kauli kwa kweli inatufikirisha mbali sana. Hii ni Tanganyika yetu, sisi ndio Wanatanganyika. Taifa hili limebeba watu wengi sana, limebeba watu ambao kwa kweli tuna hofu ya Mungu, tunaipenda nchi yetu. Mungu ambariki sana Emmanuel Nchimbi. Mungu amempitia Nchimbi kutufundisha, kutuonyesha njia na kutuonyesha wabaya wetu wa Tanganyika, na kutuonyesha yani sura halisi wale ambao hawaitakii mema nchi yetu ya Tanganyika. Leo mimi nitakuwa kwenye maombi, nitaomba Mungu leo kutwa nzima. Mimi sitakula chochote kwa niaba ya taifa letu la Tanganyika. Mungu aendelee kusimamisha wengine kama Emmanuel Nchimbi. Mungu amtembelee yeyote ambaye yuko kwenye muhimili mwingine, asimame na Tanganyika, asimame na wananchi, kuonyesha kwamba kweli sisi si waovu wala hatuna nia mbaya yoyote na nchi yetu, isipokuwa tunahitaji kuikomboa nchi yetu irudi mikononi mwa wananchi wenyewe, tuweze kufanya uchaguzi, tupate viongozi ambao wanaweza kutuongoza, tunawaamini sisi, kwa kura zetu, kwa mikono yetu. Mungu, usitupe viongozi ambao hawatokani na sisi, ndio maana tunateseka kwenye taifa lako. Leo nitafunga kwa niaba ya Watanzania wote kwa ajili
ya nchi yetu ya Tanganyika. Mungu ibariki Tanganyika, Mungu ibariki wa Tanzania na wale wote wenye nia nzuri, mkiwa serikalini, mkiwa kwenye Chama cha Mapinduzi, mkiwa kwenye vyama vingine vyote, mkiwa Chadema. Mungu atubariki na tuunganishe wote tuweze kuikomboa taifa letu. Asanteni sana na Mungu awabariki sana.